Chama cha Mapinduzi tuliahidi kupitia ilani ya uchaguzi wa mwaka 2025 kuelekea mwaka 2030 kuhakikisha kwamba tutaendelea kuleta maendeleo, kuhakikisha kwamba tutaendelea kushuka chini kuwasikiliza wananchi wenzetu, kero na adha zinazowakabili na kutafuta majawabu yake. Naamini yapo majawabu ambayo ni ya papo kwa papo, kwa maana yanawezekana utekelezaji wake ukawa ni wa hapo kwa hapo, lakini majawabu mengine yanahitaji kwenda kufanyia kazi. Yale ambayo tunayo majawabu yake ya papo kwa papo kwenye utekelezaji tutafanya hivyo, lakini yale ambayo yanahitaji kuchukua muda ili kuyafanyia kazi tutaambia wananchi wenzetu, na baadaye kuhakikisha kwamba hayo tunakwenda kuyasimamia na kuyatekeleza. Ndio maana tupo hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini naomba niwapongeze sana wananchi wote wa Masiwani kwa mitaa yote mitatu pamoja na Wakange kwa namna ambavyo mmeshikamana kuhakikisha mnajiletea maendeleo, kuhakikisha kwamba mnashikamana ili miradi ya serikali ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anailetea fedha nyingi kwa ajili ya kuweza kukwamua changamoto zinazotukabili. Hongereni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini pia niwapongeze kwa namna ambavyo mmeshikamana kuhakikisha pale ambapo serikali haijafika na nyinyi mna changamoto ya eneo husika, mnahakikisha kwa pamoja mnaweka nguvu za pamoja kuona kwamba changamoto hizo tunakwenda kujiondolea na baadaye serikali nakuja kuwaunga mkono kwenye miradi hiyo. Ndio maana tuko hapa kwenye mradi huu. Lakini mpongeze sana ndugu yangu Kamali, Mheshimiwa Diwani. Yuko wapi? Huyu ni mara yake ya kwanza, ni mmoja katika vijana wangu. Kwa hiyo na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia kwamba nimekuza, kwamba huyu ni kijana ambaye ameamua kweli kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wenzake wa Masiwani. Hongera sana Mheshimiwa Diwani. Asante sana. Namna ambavyo ulikuwa ukitiririka hapa ukielezea mradi huu ni kwamba wewe unauishi mradi huu muda wote, wakati wote, saa yote. Unajua changamoto ambazo zinawakabili wananchi wenzako, na hiyo ndiyo sifa ya kiongozi mzuri. Endelea hivyo, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukusimamia ili wananchi hawa pamoja na viongozi wenzako wengine wa chama na wakata. Yupo kijana mmoja, yuko wapi? Ismail na bwana. Huyu bwana ukiona simu yangu inamalizika chaji kwa sababu bwana. Maana anakupigia simu kwa siku mara 50. Anachozungumzia ni kero za wananchi wenzake hapa. Na huyu ni kiongozi wetu wa chama wa kwenye kata hii. Kijana. Maana yake chama hiki kinawajali wananchi. Hiyo ndio sifa ya viongozi wa chama chetu tunazotaka wawe. Huku chini waangalie changamoto zinazokabili wananchi na kutafuta majawabu yake. Hongera sana, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Alafu tumefanana. Asante sana. Ndugu wananchi wenzangu wa Masiwani, tumekuja hapa. Niliposema nawapongeza kwa maana hapa mnaona changamoto iliyopo. Mtaa huu na mtaa huku wakati wa mvua, maana yake hakuna anayepita hapa. Ukiacha hivyo, hata wakati wa jua hakuna chombo chochote cha usafiri kinachopita hapa. Tafsiri yake hapa hakuna mawasiliano kati ya mtaa mmoja na mtaa mwingine. Haya sio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha changamoto, adha zinazowakabili wananchi zinatafutiwa majawabu. Sasa kama wananchi wameibua mradi wao na wamechangishana, wamefikia hatua hii,
hapa lazima serikali iweze kuhakikisha inafanya kila linalowezekana jitihada hizi za wananchi ziweze kuungwa mkono, ili changamoto hizi ziweze kuwaondokea. Sasa mara ya kwanza TARURA hapa kwa taarifa ilikuwa somo wale kwa hawapo, lakini tuwapongeze, maana taarifa ya Mheshimiwa Diwani angalau imetupa matumaini kwamba walipokwenda TARURA kuhitaji ushauri wa kitaalamu kwenye kujenga daraja hii, walipewa ushauri huo na wataalamu wetu na walifika ukisha kwamba mambo hapa yanakwenda vizuri. Sasa ile mtu TARURA yuko wapi? Mwambeni yuko wapi? Mpatie maiki. Ndio hapa mwambie. Pita hapa mwenyekiti. Salamu mwenyekiti. Asante sana. Hebu waambie wananchi wewe meneja wa wilaya au mkoa? Mimi naitwa Engineer Boniface Mwambele, ni meneja wa TARURA wilaya ya Tanga. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, hapa tunaye mtu sahihi ambaye anahusika na jambo hili. Kuna barabara hizi za mitaa, maanake zote hizi ziko chini ya TARURA. Maana hapa tunafahamu TANROADS wao wanahusika na zile barabara kuu. Kwa hiyo hizi barabara za mitaa, karafati mitaani, madaraja mitaani, TARURA wao ndio kazi yao, ndio wasimamizi, ndio washauri, ndio watendaji, wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Meneja, hebu tuambie hapa unafahamu nini kwa mradi huu? Mheshimiwa Mwenyekiti, huu mradi walikuja viongozi wa kata hii wakiongozwa na Mheshimiwa Diwani kwamba wameamua kujichangisha ili kuondoa hii kero. Na historia fupi ya barabara hii mwenyekiti ni kwamba hii barabara tumeiombea kuingiza kwenye mfumo, na nadhani wenyeviti, kwa sababu Mheshimiwa Diwani kwa kipindi kilichopita kuwepo, tuliwashirikisha pia wakati watu wa road fund wanakuja kuhakiki ili hii barabara pamoja na miundombinu yake ianze kuletewa fedha. Na imeshaingia kwenye mfumo bado? Kwenye mfumo bado, lakini zimehakikiwa mwenyekiti. Hata kama utafuatilia kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hizi taarifa za hizi barabara ambazo tuliziombea kwa pamoja na hii hapa zimeombewa na zilikuja kufanywa verification na watu. Barabara imeingia kwenye mfumo bado? Mheshimiwa Mwenyekiti, bado hajaingia kwenye mfumo. Niliombea lini ingie kwenye mfumo? Ina muda gani toka mnaomba ingie kwenye mfumo? Ni muda kidogo, lakini mwaka jana ndo wamekuja kufanya verification watu wa road fund. Nyinyi mlipoomba ingie kwenye mfumo, ina muda gani toka mmeomba? Kabla hao ambao wanakuja kufanya uhakiki, nyinyi wenyewe ina muda gani barabara toka mmeomba ingie kwenye mfumo? Ni takribani sasa hivi kama mwaka mmoja na nusu. Hawa wananchi wanajua hilo? Viongozi walikuwa wanajua mwenyekiti. Wananchi wanafahamu? Wananchi hawajui. Wananchi hawafahamu chochote. Unajua wakati mwingine mnaweza kujipanga kwa mafuta yenu ninyi wenyewe. Hawa wananchi wanachotakiwa ni kujua, kupata elimu tu ya kile kinachofanyika. Wakati mwingine mnaweza kujiingiza kwenye makosa nyinyi wenyewe, wananchi wakaona kwamba hamuwajibiki, rais akalaumiwa, chama kikalaumiwa, kwa sababu tu hamkushuka kwa wananchi kuwapa elimu. Basi ilikuwa wajibu wenu kwa muda wote huo, na si eneo hili tu, nazungumzia kwa maeneo karibu yote ambayo wananchi wana uhitaji wa barabara,
wananchi wanahitaji wa makarabati, wananchi wanahitaji wa madaraja. Mpite muwape elimu kwamba utaratibu wa serikali kuijenga barabara hii pamoja na karabati zake pamoja na daraja lake, ni lazima barabara hii iingizwe kwenye mfumo. Kwa maana serikali lazima watambue kwenye kata ya Masiwani kuna barabara 1 mpaka 10. Barabara hizi tunazipa kipaumbele ziingizwe kwenye mfumo barabara 5, kwa sababu wananchi wa maeneo hayo wameshaendeleza miundombinu ya makazi yao, shule, hospitali au zahanati na kadhalika. Wananchi mkija mkiwaeleza hivyo, hawatawalaumu kwa sababu wataelewa, watakuwa wanaufahamu kwamba hii barabara yetu mpaka leo haijengwi kwa sababu haipo kwenye mfumo. Watakachofanya kuwaambia viongozi wao wa chama na wa serikali, kwa maana diwani, lakini na viongozi wa chama wa kata, wilaya, kwamba tupigianeni kuhakikisha kwamba mtupiganie barabara hii iweze kuingizwa kwenye mfumo. Maneno yao ingekuwa ni hayo kwa viongozi wao. Maneno yao yasinge kwa barabara hii miaka nenda miaka rudi haijengwi. Maneno yao kwa viongozi ingekuwa twaomba mtupiganie barabara hii iingizwe kwenye mfumo ili iweze kutengenezwa fedha na iweze kujengwa. Kwa hiyo niwaelekeze, hakikisheni maeneo yote kwa kushirikiana ni wataalamu wetu na viongozi wa chama na wa serikali wa maeneo husika, nendeni mkatoe elimu kwa wananchi kuhakikisha kwamba barabara hizi zinaingizwa kwenye mfumo na kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanakuwa na uelewa wa kutosha juu ya taratibu za serikali kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara na maeneo mengine. Hilo moja. Lakini jambo la pili, barabara hii haijaingizwa kwenye mfumo. Wananchi hawa wanatumia gharama kubwa kujenga. Pindipo barabara hii itakuja kuingizwa kwenye mfumo, yawezekana kwa usanifu wenu mtakuja kuhitaji kujenga daraja tofauti na ile ambayo limejengwa hapa sasa hivi. Si ndivyo meneja? Ndio. Sasa wakati huo hamuenda wa nguvu za wananchi mmezipoteza. Kwa nini sasa hivi wakati barabara hiyo ipo kwenye mfumo na mmeombea ingie kwenye mfumo na uhakiki umefanyika, wananchi hawa wakati wamekuja kuwaomba ushauri wa kitaalamu, kwa nini nyinyi msingetumia utaalamu wenu hasa kwenye kuondoa changamoto hii? Pindi barabara ikija ikiruhusiwa kujengwa, daraja hili kwa nguvu za wananchi liwe limeshajengwa, baadaye lisije likavunjwa tena. Kwa sababu kinyume na hapo, baadaye ni kuja kudharau nguvu za wananchi hapo. Watakuwa wameshaweka fedha nyingi pamoja na maskini wao, alafu nakuja kuona mnakuja kuvunja, mwajenga daraja nyingine. Sawa, mtakaboresha kujenga kitu kizuri. Kwa nini sasa hivi kwa ile adha ambayo wananchi wanakabiliana nayo, wenyewe wameamua kujitoa kwenye kuondoa changamoto hiyo, adha hiyo, kwa nini nyinyi msingetumia ule utaalamu hasa kujenga kitu kizuri cha kudumu hapa, baadaye kija ikafuata barabara? Kwa sababu moja barabara hii haiko kwenye mfumo, lakini wananchi wanapita hapa wanaitumia, na mvua kubwa zikinyesha watoto kwenda shule. Niliofanya ziara siku moja Kange Uarabuni, mvua kubwa za kunyesha, maana yake mawasiliano ya pande mbili yamekatika. Yawezekana kwa wiki moja, kwa wiki mbili mawasiliano yakawa hakuna. Sasa huo ulikuwa ni ushauri wangu, mtaangalia ambacho mnaweza mkakifanya. Mimi ni washauri Mheshimiwa Diwani na wananchi wenzangu wa Masiwani, najua tuna hamu na tuna kiu hii barabara. Najua hamu yetu ni kuongeza hiyo karafati. Sasa kwa kuwa majibu ya serikali barabara hii wameshaombea kuingiza kwenye mfumo na imeshakuja kuhakikiwa, niwaombe
hapa palipobaki hapa, kwanza TARURA hakikisheni naleta kifusi hapa, mnafukia kwa haraka, leteni skaveta ili mkate wa udongo hapo, kuhakikisha mfereji unakaa vizuri, ili mvua muda wote ikinyesha maji yaweze kutiririka, daraja hili liweze kutumika muda wote, ili sije katika kwa maji ya mvua. Kwa hiyo tuwaombe mtafute popote mtakapotafuta, leteni kifusi hapa, tufukie barabara hii wananchi kwa daraja hili dogo waweze kupita. Kisha mimi na nyinyi kushirikiana, Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya, tuhakikishe barabara hii tunakwenda kutia msukumo wa kutosha, barabara hii ingizwe kwenye mfumo na iombewe fedha kujenga barabara hii pamoja na daraja hili kubwa la kudumu la maeneo haya, ili mawasiliano ya maeneo haya yawe mawasiliano ya uhakika. Ndugu zangu na maswali, mmenielewa? Mmenielewa vizuri? Mimi ningekuwa na uwezo wa kuwachangia leo mifuko 40 nikawapa na nini, lakini hofu yangu tunaweka fedha nyingi, alafu kesho na kesho kutwa daraja ndio kulivunja tena kujenga daraja jingine. Na Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri waliotupa TARURA walisema wao hawataki kushiriki kujenga daraja ambalo baadaye linaweza likavunjwa. Kwa hiyo daraja hili ushauri wao linaweza kufanyiwa extension, lakini halitovunjwa, wataliongeza ili liwe kubwa. Meneja tu majibu wa kitaalamu hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, plani yetu ni kwamba ili daraja hii barabara ikiingia kwenye mfumo tuta extend, lakini pia tutaongeza series ya karavati zingine kwa mbele. Maana mtachimba mtaongeza. Tutaongeza karavati zingine. Okay. Kwa hiyo maana hii hatuji kuvunja. Hatuji kuvunja. Maana hii imekidhi vigezo. Kwa maana kwa walichoomba hawa mifuko 40 na kokoto 1 na mchanga ili waongeze huku, maana yake wao wako sahihi kwa maelezo ya wataalamu wako. Ndio. Si ndio? Ndio. Sawa. Mimi niko tayari, nitawapa vitu vyote hivi. Kama daraja hii haiji kuvunjwa, tukiongeza hivi, maana yake tutakuwa tumeongeza upana wa daraja yetu. Mimi nitawasaidia mifuko 40 ya sementi, nitawasaidia kokoto ngapi? Kokoto 2 na kokoto 2 na mchanga 1 na mchanga 1 karavati 12 na karavati 12. Mimi nitawasaidia vyote hivi. Asante sana. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.